O baba he, ahe, uyo, ho, uho, ho baba he, ahe, uyo, he, he. Karibu katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF, jimbo linalopatikana katika ukanda wa bonde la Ufa, karibu kabisa na ziwa Eyasi. Hii ni makala maalum inayogusia jamii ya kabila ya Wadatoga, jamii ya Wadatoga kutoka katika ukanda huu wa bonde la Ufa. Injili ya kanisa la Waadventista Sabato hatimaye imewafikia. Wadatoga ni jamii yenye mchanganyiko wa makabila kadhaa hivi, ikiwemo Wabarbaig, Wanunega, Wagisangage na Bajuta. Lakini jamii hii ilikuwa ikihamahama kwa kusafiri, kama ambavyo makundi mbalimbali tumekuwa tukiona ya makabila wakihama, ikiwemo Wamasai na wengine. Basi Wadatoga nao wamekuwa wakihamahama kutokea Sudan, Ethiopia, hatimaye kuingia nchini Tanzania katika ukanda wa kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Na ili kuijua jamii hii kwa undani zaidi, ilipoanzia hadi kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, basi mzee Yusufu Gidawida, yeye ni Mdatoga anayekifahamu Kiswahili kwa uzuri kabisa, anatusimulia namna walivyoingia nchini Tanzania. Wadatoga katika historia walitoka kaskazini mwa Tanzania. Safari yao ilianzia Sudani, wakaja wakapitia maeneo ya Ethiopia wakaja wakapitia Kenya, na walipopitia Kenya utakuta kuna walioko kule, na walipopitia Kenya wakaja wakazunguka wakaingilia Tanzania, mkoa wa Mara. Sasa katika mkoa wa Mara walipokuwa wanasafiri wakawa wanabaki, wakisafiri wengine wanabaki kadiri walivyokuwa wanasafiri. Kwa mfano kama Wanunega ambao waliunda jamii hii ya Wadatoga, wao walikuwa sehemu za Isenye. Ukiwa Isenye karibu na mpaka wa hifadhi ile ya Serengeti, kuna sehemu fulani pale ambako ni kwao Wasimjega waliachwa pale. Lakini msafara ukaendelea ukaja ukapitia mkoa wa Simiyu ule ambaye zamani ilikuwa ni Shinyanga katika historia yao hiyo. Wakapita wakasafiri wakaja kupitia maeneo yale ya Bukundi, Tabora. Basi wakapita hao kwenda maeneo ya Katesh, ndio unapata Wabarbaig wanasafiri kidogo, wanasafiri kuja maeneo haya ya Katesh, wanazidi kuja kuelekea maeneo ya Haidom, unapata Gisamjanga. Unaona hizi tabaka zinavyokwenda mwandishi. Kwa hiyo huu ulikuwa ni katika hali ya kusafiri, lakini jamii ni moja, lugha yao ni moja, mila na desturi ni moja. Kila wanapohama kituo kimoja kwenda kingine wanakuwa na jina linalobadilika. Ndio maana unampata Gununega, unapata Wabarbaig, unawapata Gisamjanga, lakini kuna jamii ya koo maalum ambayo ilikuwa na viongozi au watemi kama Saigilo hivi aliyepitia Ngorongoro, wanaitwa Bajuta. Unaonekana kama ni ukoo mkubwa sana, na mara nyingi ndio ukoo unaoabudiwa katika ibada mbalimbali. Kila jamii ya Kiafrika kabla ya kuja kwa ustaarabu wa tamaduni za kisasa, basi jamii hiyo barani Afrika ilikuwa na utamaduni wake, kuanzia mavazi, maisha kwa ujumla. Lakini vipi kuhusiana na Wadatoga? Utamaduni wa maisha yao
bado unaendelea mpaka sasa mara baada ya kupokea Injili na kupata elimu? Mzee Yusufu anatusimulia. Niseme tu mwandishi, watatoka kama unaweza kuwaona katika picha, ni watu wanaopenda kuvaa mavazi ya ngozi, ngozi za kina mama, alafu kuna zile ngozi ambazo zinavaliwa kama koti hivi. Zile zinazovaliwa kama koti huvaliwa kama mavazi rasmi ya sikukuu kama sherehe za harusi, lakini sherehe za kwenda kufanya ibada ya miungu, kitatoga wanaita gadoed, yani wanapokwenda kwa mganga wao fulani maalumu, wakiwa na mavazi yale ambayo yamevaliwa kama sketi zenye kamba nyingi tu zilizochanwa na kupakwa rangi. Sasa wakivalia ile koti ya juu, wanakwenda nayo kwenye ibada au sherehe ya harusi. Lakini pia niseme pia vazi lile la sketi ambayo inaitwa hana mwenda. Ile hana mwenda huvaliwa na wanawake ambao kwa mila na desturi huwa inavaliwa kwa mwanamke ambaye harusi yake imepita, au wanapoolewa, siku wanapokelewa akiwa nje ya fensi ya boma, basi wanampokea kama mke anayeolewa, wanamvalisha ngozi. Wakimvalisha ile ngozi wanamwekea na bangili, kimangati, kidatoga wanasema mulumula ned. Alafu baada ya siku si nyingi, basi wanapitisha harusi yake, na hivyo huvaliwa rasmi na watu waliooa na kuolewa katika matukio hizo nilizotaja, sherehe za harusi lakini pia ibada. Mtazamaji na msikilizaji, jamii ya Wadatoga wanaabudu miungu, na miungu hii walikuwa ni wale viongozi wa kimila katika maeneo yao wanayoishi. Hao ndio walikuwa miungu wanaoendelea kuiabudu. Kundi kubwa limepokea Injili na kuacha kuabudu miungu. Sasa wamepata Injili, wanamwabudu Mungu wa kweli na mwana wake Yesu Kristo. Imani yao ilikuwa ni imani hii ya kipagani. Walikuwa na desturi za kuabudu miungu yao, na miungu yao mara nyingi ni kuna watemi. Kikwao wanaita mtamid. Mtamid ni kiongozi wanaotokana na ukoo wa Bajuta, jamii ile ya Bajuta, na hasa Saigilo walikuwa ndio mungu wao. Lakini pia walikuwa na manabii wao wa kike wanaitwa Gijodg. Gijodg wao huwa wanapandisha ile mizimu ya kwao, wanapandisha ile mizimu, wanazungumza na jamii, wanawaelekeza jamii. Ibada yao sana hasa ilikita hapo. Mnamo mwaka 1968 katika kijiji cha Mangola kilichopo wilaya Karatu katika mkoa wa Arusha kwa sasa, Injili ya malaika watatu ikafika katika eneo hilo, eneo ambalo jamii hii ya Wadatoga ilikuwa imeweka kambi mara baada ya safari kutoka maeneo tofauti tofauti na kuingia katika mkoa huu. Lakini kwa hapa kwetu kuanzia miaka tu ya 1968 kuja 78 hapo Injili ilikuwa sana. Watu walikuja, na nakumbuka sana huku nyuma kulikuwa na ubatizo uliofanyika ambao Injili kwa mara ya kwanza ililetwa na wajumbe wachache tu, mama mmoja kizee hivi. Injili iliingia hapa na ikawa ndivyo. Sasa kadiri ilivyoingia, walibatizwa watu kwa mara ya kwanza, mazao ya kwanza kabisa walibatizwa hapa kwetu Mangola na hasa eneo la Lagangareri. Walibatizwa watu kama 5 kwenye kumbukumbu yangu ambayo ni ya kweli kabisa. Wepo wazee maarufu kama Gwatema Manimo walibatizwa katika miaka hiyo, na Daniel Kamunga ambaye zamani jina lake la kale hapo zamani la asili alikuwa anaitwa Ai. Alikuwepo Filipo Kamunga. Haya ni mazao ya kwanza katika hiyo miaka. Lakini alikuwepo Emmanuel Kamunga ambaye jina la mwanzo kabla hajabatizwa anaitwa Baso Kamunga. Mazao kama 5 hivi. Lakini baadaye Injili hii iliingia kwenye jamii, ikakolea sana. Na mimi nikiwa mwanafunzi mdogo tu shule ya msingi darasa la pili mwaka wa 82, hii Injili ilitukuta sisi jamii ya Kimang'ati. Ilitukutaje sisi?
wakati hao wakina Gwatema wakiwa wanaabudu, tulikuwa tukiona wanaabudu, wanakwenda kanisani, wanasali pamoja. Alafu kaka yetu mmoja anaitwa Daniel Gidawida Metarus, ambaye ndio kaka yangu mimi, samahani kwa sasa tunavyozungumza ni marehemu, japo familia yake ipo inaendelea kuwepo, ndio aliyetufundisha imani hii. Injili kaingia katika familia yetu. Sisi katika familia nyumbani kwa baba yetu mzazi Gidawida Metarus, ni baba mwenye wake 8, lakini kwa wakati tunazaliwa sisi na kuwa na ufahamu 82 hiyo, baba alikuwa na wake 5. Kwa hiyo na baba alikuwa na asili ya Kiganga, maana ukoo wetu ni wa Gaoga Rotigenga. Sasa injili ilivyoingia hapa ilikuwa ni changamoto kwenye familia, lakini basi ilikuwa na mdogo wangu anaitwa Nipaeli Gidawida. Kwa wakati alikuwa anaitwa Unyangi Gidawida. Mdogo wangu ndio mazao ya kwanza, lakini pia nilikuwa na kaka yangu mimi ambaye ni mdogo wake na kaka yetu wa kwanza aliyeingia kanisani. Anaitwa Girangi Gidawida. Anabatizwa anaitwa Meshak Gidawida. Injili kwetu iliingia hivi, lakini kwa hapa ndio ilianzia hapo. Na mwaka wa 87 ndipo nilipobatizwa mimi nikiwa darasa la 7. Wakati nabatizwa nilikuwa na Rebeka Buruana na mtoto wa dada yangu mmoja anaitwa Samuel Sema. Wakati waumini ndio wakina Daniel Kamunga hao, Filipo Kamunga, Gwatema Manumo, hao ndio walikuwa waamini. Na kulikuwa na waumini wengine wengi tu ambao sikumbuki vizuri kuwataja, ni mtiririko mkubwa. Na hapo tukaanza kwa nikiwa kijana mdogo tu, mdogo hivi. Unajua 82 nilikuwa na miaka 12. Na 87 hapo nitakuwa na miaka mingapi? Ukiangalia kutoka 12 ni kati ya 16 17, ni bado ni kijana. Yesu alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Hii ina maana gani kwa Wadatoga waliofikiwa na injili ya kweli? Hapa mzee Yusufu Gidawida anaendelea kutueleza changamoto walizozipata mara baada ya kuipokea injili ya kweli kutoka kwa wainjilisti wa kanisa la Waadventista wa Sabato ukanda huu wa Bonde la Ufa. Tulikumbana na changamoto ambayo mizimu ilikuwa inatusumbua. Mara tulikuwa tukiumwa mara kwa mara, kitendo ambacho ikifika Jumamosi tunajikuta tu wagonjwa sana. Kaka ambaye ameanzisha imani nyumbani, ni changamoto hiyo. Kwa hiyo mila na desturi ilikuwa ni changamoto, haturuhusiwi kwenda kanisani. Wakati fulani tunatengwa na jamii, vikao vinafanyika vya kijamii, tunatengwa na jamii kwenye vikao mbalimbali. Lakini kadiri tulivyoendelea kuvumilia ndivyo imani ilivyokomaa na idadi ya watu iliongezeka. Tulikuwa na jirani yetu mmoja hapa, mzee mmoja anaitwa ni marehemu Nahash Kitabareg. Familia yake nayo ikapata injili, na katika ile familia kulikuwa na waumini 3 waliobatizwa kwa wakati huo. Nitakwenda kwa kujihusisha. Hiki ndicho kipaumbele cha kwanza kabisa cha mission ya utume katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF. Na hii inaleta tafsiri kubwa ya ukuaji wa injili katika jimbo hili la TRVF. Jamii ya Wadatoga inakiri ukuaji wa kazi ya injili katika eneo hili la Ziwa Eyasi, ukanda huu wa Bonde la Ufa, katika jimbo hili la TRVF, ambapo Wadatoga wako hapa na wanakiri kuhusiana na hili. Ndugu mwandishi, kwa kweli kasi ya injili ni kubwa sana. Niseme tu kwa furaha sana kwamba nikizungumza na wewe hivi ukuaji ni mkubwa, kwa sababu toka kanisa lilipotengwa 96 Jobaji kule, angalia hii historia kwa haraka sana, 2003 tayari Lagangareri ambako ndiko ushirika wetu ulianza kwa mara ya kwanza, tayari kanisa likatengwa tena Lagangareri. Si unaona ukuaji huo kanisa linakuwa. Lakini nikishuhudia tena mpaka sasa hivi ninapozungumza hatujakaa vizuri. 2003 2020 tayari tunakuwa na kundi Malekchan. Si unaona mwandishi Lakini haikutosha, hatujakaa vizuri. 2023 Malekchan ambako ndiko ushirika wangu uliko, ni uzazi unaotokana na kukua kwa injili. Kwa hiyo kutokana na effort mbalimbali ambazo siwezi kuhadithia moja baada ya nyingine, ukuaji wake na haya mahubiri yaliyokuwa ya satellite, waumini wanazidi. Lakini nikirudi kwa kanisa mahali ambako ndio historia yake tunaijadili sasa, ninazidi kuona hasa kwa sababu target yetu inalenga jamii ya Watadoka
Watadoga wamekuwa ni wengi sana. Ukishuhudia kwaya ile ikiimba katika mavazi rasmi yale, muonekano ule unaoona sasa imebadilika sana. Zile ibada zimepungua na wakati fulani zimefutika. Nyimbo zao za asili, walikuwa nakuja hata katika ile eneo ambalo tunazungumza na wewe kufanya ibada kwenye haya mapango. Unajua ilikuwa inatokea nini? Wakati wa masika kunakuwa na utulivu na joto kali. Sasa kukitokea kuna watu wanapiga kelele kule ziwani, mwamba huu unapokea mawimbi, na watu wanaopita kando ya eneo hili wanahisi kama kuna mizimu inazungumza kwenye maeneo haya. Kwa hiyo walikuwa wakija, na kila wanapokuja hapa wanaimba zile nyimbo za kwao za ibada. Na moja ya nyimbo maarufu ya ibada katika mambo ya Wadatoga ni kuna wimbo moja, naomba tu nikukarie kidogo. Walikuwa wakiimba, o baba he ahe huyo ho ho baba he ahe huyo Sasa wimbo kama huu ukishasikia wameuimba mahali, kuna ibada maalum, na mara nyingi walikuwa wakifanya katika maeneo kama haya, lakini wanapokwenda kwa mtemi wao, lakini pia wanapokuwa na wale manabii wa kike ndio kuambia Gijodik, wakienda kufanya ibada maalum ya kutaka kujua hivi nchi imekaaje hii, wanaimba wimbo huu. Lakini pia wanapokuwa kwenye sherehe ya harusi, unajua sherehe ya harusi kwa Wadatoga huwa ni ibada wakati wa kumsimika mke kupata uhalali wa kuwa kwenye ndoa. Hivyo pia wanaimba wimbo huu, na kumvalisha ile sketi ya nangwenda ile inafanyika kwa ibada ya wimbo huu. Lakini kwa miaka hii, ili uone kujibu hili la swali lako, ukuaji wa injili umekuwa sana kwa sababu tayari hii hali imeshatoweka. Kipindi fulani ikitokea kupatwa kwa jua au kwa mwezi, kwa Wadatoga hili jambo linatia hofu kwenye jamii. Ili ujue kuna tukio liko kijijini, unasikia huu wimbo. Siku hizi kupatwa kwa jua, watu wamesoma, wamepata injili, haiwasumbui. Huu wimbo umetoweka na injili imekuwa sana. Kwa kanisa mahali hapa, unajua kanisa hili lina washiriki kama 117. Wote hawa ikiwa ni kama sawa na 65%. Hawa ni Wadatoga tu. Unaona Wairegi kati ya hawa ni 52, ambayo ni sawasawa tu ukiangalia na kama 29%. Lakini ukiangalia jamii zingine za mchanganyiko wa Wabantu, kama waumini 6 tu kwenye hii kanisa mahalia la Gangare, kama tu 0.6. Si unaona hiyo Kwa hiyo ukuaji ni mkubwa, siwezi kuelezea, lakini mwanzo huu tu mdogo hivi, mwandishi wa habari, unashangaa saa hizi hapa Mangola tuna mitaa mingapi? Tuna mitaa 2. Imekuwa sana. Kwa hiyo kama tungekaa chini wakati fulani na kuhitaji taarifa sahihi, ukichukua takwimu ya idadi ya wakazi wanaounda kata hizi au kata hizi katika bonde hili, kata hizi 2, unaweza ukatafuta ukagundua injili imeenda sana. Kama Yesu alivyosema itakuwa ushuhuda kwa mataifa, kwa kweli kwa jamii yetu Wadatoga injili imeingia, na huwezi kuamini kwamba aninga wasiki Datorian na aninga mna wasiki msabato na gibugia sawa sabato gil na agi wasiki sanga sana. Nikirudi kwa lugha ya nyumbani aninga wasiki msabato age sanga icha kama arisuko cha imba bijinga burda simije gada to. Unaona hii kitu kama naweza kuzungumza lugha hii, imekuwa kabila, lugha na jamaa. Huu ni ujumbe umekuwa sana. Asante sana. Injili itafika kila mahali na kila mtu atasikia habari njema za ujio wa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Hili linathibitishwa vyema kabisa katika jimbo la TRVF. Hapa ni kwa kuwapelekea injili jamii hii ya Wadatoga waliopo kando ya ziwa Eyasi kwenye ukanda huu wa bonde la Ufa. Na sasa tunasema injili na iende mbele, nitakwenda kwa kujihusisha. Makala hii imeandaliwa na idara ya mawasiliano jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF, na kusimuliwa kwako nami Jackson Mwarangi Sekiete. Niseme nitakwenda kwa kujihusisha.